Yes bwana, inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye ndo kwanza unaitazama PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele na uwe mtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika rubaa mbalimbali za kimichezo na kwingineko, ni pamoja na kuona kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa hasa kwa mastaa wetu ambao wamekuwa kikiwasha vilivyo kwenye soka uwanjani na nje ya uwanja. Maisha binafsi pia yamekuwa yakiwavutia sana watu wengi, hasa ukitazama ni kitu gani ambacho mastaa hawa wamekuwa wakifanya. Kuna wakati ambao tulishuhudia mastaa wa Yanga wakiweza kuambiwa kwamba walikuwa wanakesha sana club na kuna namna ambavyo kiwango chao uwanjani kilikuwa kinashuka, lakini pia mahusiano nayo pia yamewahi kuonekana kwamba kuna namna mabinti wada wamekuwa wakihakikisha mastaa mbalimbali wamekuwa wakishuka viwango na kupelekea pia mashabiki kuweza kuwavaa wale mastaa wa kike ambao wamekuwa wakihusishwa kutoka kimahusiano na wachezaji mbalimbali katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Unakumbuka kwa upande wa Yanga ndio wahanga wakubwa sana wa jambo hili. Ukitizama kwa upande wa Pacome Zouzoua na Karen Simba, kuna wakati mambo yalikuwa ya moto kweli kweli, lakini baadaye pia ikaja kubadilika, ikawa ni bifu la Nai pamoja na Karen Simba, kila mmoja akiwa na ng'ang'ania kuweza kupata huba penzi la moto kweli kweli la Pacome Zouzoua, na mwisho wa siku tulikuja kushuhudia videos mbalimbali zikiwa zinavuja zikimonyesha Pacome Zouzoua akiwa nyumbani kwa Nai akiwa anapakuliwa msosi, na Pacome alirudi jikoni kuja kuchukua sijui ni kijiko na kukuta binti mmoja ambaye alikuwa na Nai ndani jikoni pale akiwa yupo live TikTok. So Pacome ile kupita pasipo kugundua kwamba kuna live ambayo inaendelea, basi na wanetu wakaanza kuinyaka ile video na kuweza kuipost, na hapo ikaonyesha wazi kwamba Pacome Zouzoua yupo kwenye huba zito na Nai, na sio mara moja wala mara mbili tumeshuhudia Nai akiwa anavaa jezi ambazo zimeandikwa jina la Pacome kuashiria kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea baina yao. Ukiachana na penzi la Pacome na Nai, basi kuna penzi la Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto ambao kwa sasa hivi wanatambulika kama mke na mume. Penzi hili ambalo liliweza kuzua maneno mengi, penzi hili ambalo liliweza kuzunguka mno kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ni moja kati ya mahusiano ambayo yalikuwa yanapewa headline nyingi sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa kwa wakati ule. Kiwango cha Master Key Aziz, kuna namna ambavyo kilikuwa kama kimezorota kucheka na nyavu. Kulikuwa kama kwa kusuasua, japo performance katikati ya uwanja ilikuwa ni nzuri, lakini data numbers zilikuwa kuna namna zinamwangusha. Ukizingatia pia kwenye msimu uliopita ndo ambaye alikuwa MVP akiwa ametupia mabao zaidi ya 21 kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, na assist za kutosha na hat trick pia yakiwa ya kutosha. So zile data zilikuwa kama vile ndo pin point yake, yani kilikuwa kila kitu, data zinakumbushiwa. Ukitazama pia msimu ambao ameondoka, msimu huu msimu uliomalizika alikuwa ana mabao kama sio 7, 8 hadi 9 hapo, pamoja na assist kadhaa, assist kama 4 hivi. So ni moja kati ya data ambazo zilikuwa zinamwangusha kinoma noma, na penzi ndo lilikuwa limetaradadi kweli kweli. Aziz Ki tuliweza kumuona akiwa na nenepa na mambo mengine kuendelea kuonekana yakimwendea vizuri. Alikuwa anaonekana kwenye sehemu mbalimbali za kujivinjari akiwa na mpenzi wake Hamisa Mobeto, lakini pia video mbalimbali ambazo Mobeto alikuwa anaziposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kuna namna zilikuwa zinawatia chumvi, ni kama vile unatia pilipili kwenye kidonda kwa mashabiki ambao walikuwa wanategemea kuweza kuona Master Key Aziz akiendelea kuperform na kuendelea na kasi ile ile ambayo alikuwa nayo mwanzoni. Lakini pia kuna zile tetesi za kwamba Aziz Ki ajaingia kwenye kikosi cha Wydad baada ya kuweza kuondoka Bongo na kwenda pale Wydad Casablanca kwa ajili ya kuweza kujiunga nao. Kuna zile tetesi kwamba ameshuka kiwango, atarudishwa Bongo, tetesi ya kwamba Yanga hawajafanya biashara iliyokamilika, vitu gani na gani. So ni moja kati ya kitu ambacho pia kiliendelea kunogesha chumvi, kiliendelea kutia
uchungu kwenye kile ambacho mashabiki walikuwa wanaamini kwamba Master Key Aziz anashushwa kiwango na Hamisa Mobeto, lakini all in all mpaka sasa hivi ndio moja kati ya kapo ambayo inapendwa kinoma noma kwenye social media, lakini pia kwenye vitu mbalimbali ambavyo wamekuwa wakivifanya kwa pamoja. Sasa kapo nyingine ambayo inaenda kuchukua headlines za taifa ni pamoja na kapo ya Jonathan Soa pamoja na mrembo mmoja ambaye tumeweza kushuhudia picha zao zikiendelea kuzunguka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuweza kuwafanya watu kusema kwamba mbona kama mwanetu naye anapita kwenye anga zile zile ambazo washikaji wake wamewahi kupita. Na hii ni kapo ya Mtanzania pamoja na Mghana. Huyo binti anaitwa Queen Lina na ni moja kati ya watu ambao wanapost chache, wanapost 18 lakini pia followers ni 939, following 249. Tumeshuhudia posti mbalimbali ambazo amekuwa akizipost na kucollaborate pamoja na Jonathan Soa, posti ambazo zimekuwa zikienda viral kinoma noma. Posti ya kwanza, huyu binti aliposti Septemba 3 akiwa inaonyesha Jonathan Soa akiwa anapiga busu ile nembo ya Simba baada ya kutambulishwa, lakini pia ikaja posti nyingine ambayo ameposti ni ya Jonathan Soa akiwa anachezea mpira kwa kichwa na kuandika it's by grace and we are still going on God no evil GS3 boss Black Lion, akaandika Queen Lina makopa ya kutosha. Lakini pia kadondosha na picha nyingine kadha wa kadha ambazo zilikuwa zinaonyesha Soa akiwa anawadondosha chini baadhi ya mastaa ambao walikuwa wanacheza nao. Nadhani ni mechi dhidi ya Pamba Jiji ambao walicheza nao na Frank Asinski wa Yanga. Anaonekana kuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa kimfuatilia pia binti huyo na amelike picha hiyo. Mwingine pia ni akaja kuposti picha nyingine na akaandika The Lion Queen, akatia pia emoji ya kopa pale, iko ni Novemba 4. Frank Asinski pia akaja akalike. Ndio ikaja saa posti ya tatu ambayo ameposti Novemba 15 na kucollaborate pia na Jonathan Soa, akaandika fun time, kaka emoji ya kopa pamoja na ka emoji fulani vikaua. So hizi ndio posti ambazo ameziposti Queen Lina, lakini mwenzetu Jonathan Soa inaonyesha amekuja kuziposti pia na yeye na kuweza kufanya videos zikienda viral, kaandika Ganzanians. Ganzanians yani ni Waghana pamoja na Watanzania. So Ganzanians ni moja kati ya picha ambayo imezunguka mno. Mahusiano ndio jambo ambalo linazungumzwa hapa. So huenda kuna kitu kikubwa kitakuja kutokea baina ya Jonathan Soa pamoja na mpenzi wake huyu. Tutegemee kuweza kushuhudia ndoa, lakini pia ni kwenye zile njia ambazo wamepita wenzake wakina Pacome Zouzoua, kina Master Key Aziz, lakini pia yeye ndo anakuja kufuata nyayo hizi na kuja kufanya unyama zaidi. Kikubwa tusiombe akaweza kushuka kiwango, kwa kuwa akishuka kiwango huyu binti hatuamini kile ambacho anakiona kwa sasa hivi, ambapo amekuwa akipokea pongezi kadha wa kadha kutoka kwa watu, lakini pia watu wamekuwa wakifurahia mahusiano haya ya Jonathan Soa pamoja na Queen Lina. So tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea baina yao, lakini jua tu kwamba Pacome Zouzoua na Master Key Aziz ndo ambao wameweza kumvutia naye Jonathan Soa kuweza kuingia kwenye huba zito kama hili. Tusubiri tuone. It's PM Show. Usiache kunifuata pale kupitia ukurasa wangu wa Instagram, lakini pia usiache kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uwe mtongo wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. It's PM Show.